wameonyesha tamaa, yani ni watu ambao wana tamaa nyingi za kutaka kwenda kugombea katika nafasi za ubunge na udiwani. Lakini ukweli tu ni kwamba hata kama wanahitaji hizo nafasi hawawezi kukwepa hiki ambacho tunakizungumza leo cha no reform no election katika chama hiki, kwa sababu ni washiriki wakubwa sana wa mfumo huu ambao tuko nao au hii slogan ambayo tunaendelea nao. Kwa hiyo hawawezi wakakwepa jambo hili, kwa sababu walikuwa kwenye secretariat ya chama, lakini wengine walikuwa ni maafisa wa chama kwa miaka mingi sana. Sasa kusema kwamba eti wao wanaona kama chama hiki kuna watu wawili wanaamua chama hakikai, huo sio kweli. Kamati kuu imekaa imejadili kuhusiana na jambo hili ikiwa chini ya mwenyekiti Mbowe, lakini pia wameleta kwenye baraza kuu la chama kwa mujibu wa katiba, limejadili na limepitisha kwa sauti moja na wao wakiwemo. Lakini pia wakaleta kwenye mkutano mkuu wa chama, mkutano mkuu wa chama ukapitisha, na mkutano mkuu wa chama unapitisha ndio yenye sauti ya mwisho kabisa. Hasa wanavyosema kwamba wanaamua watu wawili. Sasa sielewi kama mkutano mkuu wa chama unakaa na watu wawili. Kwa hiki ambacho wanazungumza mambo ambayo kwa kweli ya uongo kabisa. Na kama wanazungumza mambo ya uongo, ni muhimu sana kuwajibu. Ni muhimu kuwajibu ili Watanzania waweze kufahamu kwamba hiki wanachokizungumza hakina maana yoyote. Lakini pia wamefika mbali zaidi, wanasema chama hiki kinaonekana kwamba hakitaki kwenda kugombea na hakiwezi kupiga hatua, kitakufa. Mimi nashangaa sana. Mwaka 2019 nikiwa bado ni mbunge, nimeshuhudia kabisa Chama cha Mapinduzi wakifanya mambo ya ajabu sana ya kuwaingua wagombea wetu. Karibu 99% wagombea wetu walienguliwa. Na chama kikasimama kikatoa sauti kwamba viongozi wetu ambao walikuwa wameamua kugombea hizo nafasi waondoke, waachane na hizo nafasi. Kwa hiyo chama kikuingia kwenye uchaguzi kwenye serikali za mitaa kwa sababu ya vituko vya Chama cha Mapinduzi na maamuzi ya Chama cha Mapinduzi kuwaondoa wagombea wetu asilimia karibu 99. Lakini kama haitoshi, mwaka 2020 Chama cha Mapinduzi na serikali yao wamefanya vituko vya namna hiyo kuhakikisha kwamba uchaguzi unakuwa sio huru na haki. Mimi nikiwa mgombea kabisa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Tunduma, naamini kabisa nilishinda uchaguzi kwa asilimia zaidi ya 80. Lakini kwa sababu Chama cha Mapinduzi walikuwa wameamua na Magufuli alikuwa ameamua kwamba upinzani wasishinde kabisa, wasipate mbunge hata mmoja, walipola mchakato mzima wa uchaguzi, kwa sababu hata majumuisho ya kura zetu hayakufanyika kabisa. Kwa hiyo mwaka 2024 ndio kama haya yametokea tena juzi mbele ya Mama Samia. Hasa unajiuliza, hawa viongozi ambao wanasema kwamba chama kingeingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 bila reforms, hivi walikuwa kwenye huu uchaguzi au wao ndio walikuwa wanatumika kwenye uchaguzi huo kuharibu uchaguzi wa Chadema? Kwa hiyo kama kweli mtu aliingia kwenye uchaguzi na unafahamu madhara ya uchaguzi, huwezi kutamani kuingia kwenye uchaguzi na serikali ya CCM na tume hii ya uchaguzi ambayo inasimamia uchafu huu. Usingeweza kuzungumza hata kuzungumza. Na wanasema kwamba ni vizuri watu tukaingia, tunawashauri Chadema waingie wakapambane. Hasa unauliza mnapambanaje? Ndugu waandishi wa habari, kama wanaondoa wanaingua viongozi wagombea wenu kwa asilimia 99, yani unaenda kupambana ili iweje? Yani asilimia 99 huna wagombea, alafu mtu anakuambia ukapambane, unapambanaje? Yani upambane na mgombea huna. Lakini wakati huo watu wamepoteza rasilimali, tunapoteza watu. Sisi Tunduma mwaka 2020 watu zaidi ya 8 walipoteza maisha pale kwenye uchaguzi.